Maisha yake yalikuwa ni kama kivuli. Alikuwa anaamini hakuna mtu yoyote ambaye angeweza kumgusa wala kumuona. Alikuwa amefungwa katika giza nene la kiroho. Alikuwa amefungwa katika minyororo ya giza. Alikuwa amepotezwa. Alikuwa anaishi kwa kuona wengine, lakini hao wengine wasingeweza kumuona yeye. Alikuwa katika kifungo kizito. Alikuwa katika giza zito, na alikuwa katika mateso makali. Hakuamini kama ingetokea walau siku moja akapata nafuu juu ya maisha yake. Lakini cha kushangaza, mimi nilimuona, na wala hakuamini kuwa nimemuona. Ukaribu wetu ukaanzia hapo. Siku moja nilikuwa nimerudi mtaani kwangu baada ya muda mrefu kupita kutoka katika safari ndefu ya kikazi. Siku hiyo nilirudi mpaka katika mtaa wangu kwa sababu nilikuwa nimepelekwa kikazi mikoani. Nilifurahi sana kurudi nyumbani kwangu. Sikuwa nimeoa, nilikuwa naishi mwenyewe. Hivyo niliamua kuwatembelea baadhi ya majirani ambao hatukuonana nao yapata miezi minne sasa tangu kuondoka kwangu. Nilifika kwenye nyumba moja kubwa na nzuri mno hapo mtaani kwetu. Niliweza kufika katika nyumba hiyo kutaka kuwaona wenyeji wangu, kutaka kuwaona majirani zangu. Nilifika katika nyumba hiyo na nikaita. Niliweza kuita huku nikiambatanisha wito wangu pamoja na hodi. Ilikuwa ni nyumba kubwa yenye uzio mzuri na geti kubwa la kupendeza. Mama Tarik, Mama Tarik, Mama Tarik. Niliita bila kujibiwa, ila baada ya kuita muda mrefu nikaamua kugeuka ili niondoke zangu. Lakini nilipogeuka nyuma nilishtuka kumwona Mama Tarik nyuma yangu. Sikujua amefika saa ngapi. Sikujua alikuwa amekaa maeneo gani wakati mimi naelekea katika hiyo nyumba yake, lakini alikuwa akitabasamu tu. Alinieleza kuwa ameniona muda mrefu sana, tangu natoka nyumbani kwangu mpaka nafika pale nyumbani kwake, ndio maana akajisogeza kunipokea. Nilikubaliana naye, kisha akanikaribisha ndani kwake, akiniuliza za siku, za kazi, maisha yakoje huko nilipoenda. Mama Tariki alikuwa ni mama wa Kiarabu hivi hapo mtaani kwetu. Alikuwa kakulia Tanzania muda mrefu sana. Hatukuwahi kumwona na mume, ila tulipata kujua ana mtoto wake mmoja wa kiume ambaye alikuwa akiitwa Tariki. Alikuwa na umri kama wa miaka 14 hivi huyo mtoto wake. Basi baada ya kukaribishana ndani kwenye kochi, mazungumzo hayo yalizidi kupamba moto. Nikiwa pale kwenye kochi, Mama Tariki aliniambia jambo moja. Ngoja aniletee kinywaji ili niweze kushushia kupooza safari yangu. Mimi sikupinga, nilikubaliana naye. Basi nikiwa pale huku nikiwa na shangaa uzuri wa nyumba hii ya kuvutia, ambapo nilipoondoka ilikuwa ina uzuri wa kawaida tu, lakini sasa imezidi kupendeza na kuvutia ndani humo. Hatukuwahi kumwona mama huyu akiwa na kazi yoyote ya kumwingizia pesa nyingi, lakini katika mtaa huo ndio mwanamama ambaye alikuwa anaishi maisha ya kifahari zaidi kuliko mtu yoyote yule. Hakuonekana kuwa na ukaribu na mtu yoyote kiasi hiko. Watu wachache sana ndio alikuwa karibu nao, na katika hao watu wachache mimi nilikuwa mmoja wapo. Hakukuwa na mtu mwingine yoyote katika nyumba hiyo kama nilivyosema awali, hata mfanya kazi. Kiufupi ni yeye na huyo mwanae Tariki mwenye umri wa miaka 14 tu. Nikiwa pale kwenye kochi nikisubiria juisi yangu peke yangu
ndani ya sebure hiyo kubwa na ya kuvutia, kuna jambo lilinistua kidogo. Ndiyo, kuna mtu nilimuona kwenye kona ya nyumba hiyo. Mtu huyu alikuwa mchafu sana, mweusi mno na wa kutisha. Alikuwa yuko katika mazingira kuukuu mno. Alikuwa kavaa nguo zilizochoka, lakini pamoja na hayo yote bado alikuwa na muonekano wa kibinadamu. Alikuwa amenipa mgongo, yaani amegeukia akitizama pembe, akitizama kona ya nyumba hiyo, hapo kwenye hiyo kona ya nyumba. Yaani alikuwa ametizama nyuma huku akinipa mgongo. Nilipigwa na butwaa na hofu ilianza kunijaa moyoni mwangu. Pale nilipokaa mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda mbio sana. Lakini yule mtu aliyesimama katika ile kona ya nyumba kwa umbali fulani na pale nilipokuwepo mimi, aliweza kuhisi uwepo wa mtu nyuma yake ambaye ndiye mimi niliyekuwa nimekaa pale kwenye kochi. Hivyo hakusita kugeuka. Lakini aligeuka haraka sana na akanitizama. Kugeuka kwake kulinistua moyo. Nilisimama haraka kutaka kukimbia, lakini nilijikuta nashindwa kufanya kitu chochote. Kila kitu katika mwili wangu kilikuwa ni kizito sana. Nilikuwa natetemeka mno. Nilikuwa nimetoa macho nisijue nini cha kufanya. Ni kama mtu aliyepigwa na shoti ya umeme hivi. Alipojaribu kutaka kufanya jambo fulani alishindwa, bali alibaki kusikilizia hatima yake ni nini. Basi yule mtu alinitizama kwa muda kidogo, kisha akafanya kama ananipungia mkono hivi. Kunipungia huku hakukuwa kwamba ananiaga, la asha. Alikuwa anapunga mkono, ishara ya kunionyesha kuwa ninamuona au la. Sikuangalia pembeni, niliendelea kumtizama yule mtu kwa sekunde kadhaa. Na hapo niliona yule mtu akinisogelea taratibu. Basi hapo nilihisi kufa ganzi mwili mzima. Mtu huyu alifika mpaka karibu yangu na kuniuliza swali moja, unaniona? Nilitikisa kichwa, ishara ya kukubaliana naye kile alichoniuliza, nikimaanisha kwamba ninamuona. Nilipojibu vile, hata yeye alishangaa. Akaniuliza tena, unawezaje kuniona? Na mimi nikamjibu, mbona unaonekana tu. Nilijibu vile, lakini mwili wangu ulikuwa unasisimka sana. Akili ilikuwa inawaza mbali sana. Mikono yangu ilikuwa imekufa ganzi na vinyweleo vilikuwa vimesimama. Hii kuashiria kwamba mtu huyo hakuwa mtu wa kawaida. Nilishusha pumzi ndefu huku tukiendelea kutizamana kwa sekunde kadhaa. Kisha akaweka kidole chake mdomoni mwake, ishara ya kuniambia ninyamaze kimya. Baada ya kufanya ishara hiyo, akasogea pembeni kidogo akasimama. Yaani ni hatua chache tu nilipokuwepo mimi. Kisha akasimama hapo kwa kutulia. Ni kama alijua kuwa Mama Tariki anakuja, ndio maana akaniacha huru kwa muda huo na wala hakutaka nizungumze neno lolote kuhusu uwepo wake. Basi Mama Tariki akaingia na juisi kama alivyokuwa ameahidi. Sijajua alitoka nayo wapi, maana kama sebureni ndiyo hapo kuna bonge moja la friji, hivyo niliamini basi atakuwa ameenda kuiandaa jikoni juisi hiyo. Alirudi mama huyu wa Kiarabu kwa furaha kabisa na kuiweka juisi ile juu ya meza. Lakini bado yule mtu niliyehisi kuwa ni mzimu alikuwa kasimama pale pale. Lakini jambo la kustabisha ni kwamba mama huyu, Mama Tariki, alikuwa hamuoni hata kidogo yule mtu pale pembeni yangu. Hali hiyo ilinifanya nitizame kwa kijicho upande, huku nikimtizama kwa wasiwasi yule mtu. Ndipo yule mama akaniuliza, mbona unaangalia sana upande huo, kuna nini?
Nilizuga tu hakuna kitu chochote, ni vile bado naendelea kuangalia uzuri wa sebure hiyo. Nikamjibu, kila kitu kiko sawa, nimependezwa tu na nyumba yako. Nikiwa nimekaa hapo, mama Tariki akaniambia, basi sawa, haina shida, mimi naenda kuendelea na mapishi, nikae hapo nisubiri chakula. Alipomaliza kuniambia hivyo, yeye akatoka akaelekea jikoni. Huko akaenda kuendelea na mapishi kama alivyokuwa ameniambia. Akaniacha tena hapo sebuleni nikiwa peke yangu. Basi yule mtu wa ajabu akanisogelea tena na akaniuliza kuwa, umeamini kuwa sionekani? Nilimjibu ndiyo. Akaniambia, hivyo ndivyo ninavyoishi maisha yangu, na huu ni mwaka wa 3 sasa. Sionekani na mtu yoyote yule. Hata hivyo, nimeshangaa wewe umewezaje kuniona, na ndiyo maana nataka kuwa karibu na wewe, pengine utaweza kunisaidia. Aliongea yule mtu na mimi nikaendelea naye na mazungumzo. Kukusaidia? Sielewi lolote, sifahamu lolote. Hapa nilipo nina wasiwasi sana, lakini pia mimi sina uwezo wowote ule. Hata hivyo, mimi mwenyewe nashangaa nimewezaje kukuona wewe, kiumbe ambacho hakionekani. Labda uniambie, ulipatwa na nini mpaka yote haya yamekufika? Nilimuoji mtu huyo na mtu huyo alinitizama kwa sekunde kadhaa. Kisha akaniambia, naitwa Halfani, nina mke na mtoto mmoja, mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 2. Nilikuwa nimesafiri kikazi kama wewe na nikarudi kama wewe ulivyorudi. Nikakaa na mke wangu siku 3 peke yake. Nikaja kumtembelea huyu mama mshenzi, mama Tariki, kama vile ambavyo wewe umekuja kumtembelea huyu mama. Akanikaribisha ndani kama ulivyokaribishwa wewe. Akaniletea juisi kama alivyokuletea wewe. Lakini baada ya hapo nilishangaa nimepoteza fahamu. Nilipozinduka nikajikuta niko mbali kabisa na nyumba hii, nje kabisa. Tena mbaya zaidi, nilikuwa nimelala barabarani. Cha ajabu, nilipokuwepo hapo barabarani hakuna aliyekuwa na muda na mimi. Nilijaribu kuzuga mbele ya watu wasinione kuwa nililala barabarani, lakini hakuna aliyekuwa na habari na mimi. Nilisogea mpaka stendi ya daladala niweze kupanda ili nirudi nyumbani, ila sikuwa na nauli. Ilibidi nimuombe konda wa daladala anisaidie. Cha ajabu, konda nilimuita sana ila hakuitika. Alikuwa bize tu kuambia abiria wengine wanaotaka kwenda waweze kwenda. Nilimfuata kondakta huyu wa daladala, lakini akanipotezea. Alionyesha fika hana muda na mimi, wala hana muda wa kuniangalia. Kwa sababu eneo hilo nilikuwa nalifahamu vema, barabara hiyo nilikuwa naijua vema, nikaachana na konda huyo wa daladala. Nikakaa hapo ili niweze kusubiri gari nyingine. Na punde ikaja kweli gari nyingine ambayo nilikuwa nafahamu inaelekea wapi. Lakini hilo nalo lilikuwa hivyo hivyo. Hakuna mtu aliyekuwa na muda na mimi. Nilipomfuata kondakta wa daladala tena na safari hii, nikaona yeye pia hana muda na mimi. Nikaona bora nimshike ili nimueleze kuwa ninahitaji msaada wake. Ninahitaji kufika mahali, lakini sikuwa na nauli. Nilimfuata na kumgusa, lakini jambo ambalo lilinishangaza, nikagundua nimeshindwa kumgusa konda huyo. Yaani, niko kama upepo tu, ninaweza kuona, siwezi kushika. Kitu pekee ambacho kilikuwa kina uwezo wa kunishika ni nguo ambazo nilikuwa nimevaa pamoja na ardhi, lakini vitu vingine vyote nilikuwa siwezi kabisa kuvigusa. Niliogopa sana. Nilihisi nachanganyikiwa. Nilianza kujaribu kumgusa kila niliyemuona mbele yangu na kupiga makelele kwa nguvu, lakini hakuna niliyeweza kumshika
wala aliyeweza kunisikia. Nilihisi kuchanganyikiwa, nilianza kukimbia ovyo. Kila ninapopita siwezi kugusa kitu, napita kama upepo. Nilikimbia muda mrefu sana mpaka nikafika nyumbani kwangu. Nikamkuta mke wangu, haraka nikamfata. Lengo langu lilikuwa ni kumwongelesha, nione kama angeweza kunisikia, lakini hakuitika. Nilikaa naye muda mrefu bila yeye kujua kama niko pamoja naye, na muda mwingi alikuwa akilalamika kwamba nimechelewa kurudi. Nimekaa kazini muda mrefu, lakini nimefika nyumbani, situlii nyumbani, nazurura tu. Mpaka sasa sijarejea nyumbani. Nilimsikia akilalamika hivyo. Kila nilipojaribu kufanya kila mbinu niweze kumwongelesha, ilishindikana. Alikuwa hasikii. Basi nilibaki kumfuata tu kila alipoenda, nikijaribu kudhani labda pengine ungetokea muujiza akanisikia. Bidii ya kumgusa iligonga mwamba, bidii ya kumshika mke wangu iligonga mwamba. Mpaka kuna pambazuka, mke wangu alikuwa akipiga simu yangu na mara zote aliambiwa haipatikani. Hata mimi pia sikujua simu yangu iko wapi. Hivyo sikuwa na namna kumtizama tu mke wangu maisha aliyokuwa yanaishi. Siku zilienda, nilianza kumwona mke wangu akipoteza matumaini. Hatimaye alienda polisi, hatimaye alienda mochwari, kila mahali. Na hapo niliona fika mke wangu amekata tamaa. Lakini mimi sikuacha kukaa karibu naye, japo alikuwa anioni. Nilikuwa nikimwangalia mwanangu anavyocheza, machozi yalinitoka, lakini sikuwa na nguvu ya kufanya lolote kwa wakati huo. Kuna siku ndipo nilipomuona huyu mama Tariki akipeleka taarifa kwa mke wangu kuwa inawezekana nilishafariki, ndio maana hajaniona kila alipoenda kunitafuta. Taarifa hiyo ya kufikirika ilimfanya mke wangu alie sana. Alikuwa hataki kuamini, lakini siku zilivyozidi kwenda, alihisi pengine ni kweli. Alishirikisha ndugu, jamaa na marafiki. Walifanya kila walichoweza, lakini alishirikisha ndugu, jamaa na marafiki. Alifanya kila alichoweza, lakini bidii zao ziligonga mwamba. Mwaka uliisha, miaka ilikatika. Hatimaye alichoamua kukifanya ni kuzika nguo zangu tu. Hapa unaponiona sili kitu, wala sihisi njaa. Nina hofu ya kibinadamu, japo ninaishi kama mzimu. Mara zote huwa naenda kumuona mke wangu na mwanangu. Nikiridhika kumuona, basi naondoka zangu. Muda mwingine narudi kwa huyu mama kama wewe ambavyo umenikuta. Mama huyu ni mshenzi. Naangalia kama kuna namna yoyote ninayoweza kujikomboa ama kulipa kisasi au kupona kwa njia yoyote ile, ila sijui naponaje. Kwa sababu siwezi kufanya kitu chochote na hakuna anayeniona angalau kumweleza kile ninachotaka anisaidie, na yeye akafanya. Hivyo ninaishi peke yangu tu. Ninachukia mama Tariki. Simpendi mama Tariki. Kanitenga na familia yangu mwaka wa 3 sasa. Natamani nimuue kabisa, ila nashindwa. Aliongea maneno hayo ya uchungu sana Bwana Halfani, hadi nikamwonea huruma. Lakini nikahoji swali moja. Sasa, kwa nini kakufanyia hivi? Na kama ameweza kuyufanya haya kwako, basi naamini atakuwa na nguvu ya kukuona pia. Kama sio leo, basi kesho ataweza kukuona. Niliongea kauli hii na huyu mtu akaendelea. Hii ni kama nyumba ya mawindo. Chochote kinachofanyika humu ndani kinafanyika kwa faida ya huyu mama mshenzi, kuanzia riziki yake. Hivyo mimi nimepotezwa kama sadaka ya hiari ili anufaike kwenye baadhi ya mambo yake. Na hata wewe pia, ukikosea kuwa makini tu, utaanguka kama mimi nilivyoanguka.
Labda ninaweza kukushauri kitu kimoja, aliongea mtu huyu. Usije ukala wala kunywa chochote, lakini pia lazima unisaidie kwa sababu hakuna aliyeweza kuniona hapa ila ni wewe. Kipindi chote nimeishi, wewe ndio mtu wa kwanza kuniona mimi. Aliongea mtu huyu akiwa anahitaji mimi ndio niweze kumsaidia. Lakini nilihisi kushindwa kufanya hicho kitu. Sikuwa na uwezo wowote, sikuwa na nguvu yoyote. Lakini mtu huyu aliona hawezi kuniacha niondoke, kwa maana kama si mimi basi hakuna mwingine. Alizidi kunisisitiza mtu huyo kwamba mimi ndiye mtu pekee ninayeweza kumsaidia. Amechoka kuishi maisha hayo. Baada ya mvutano wa muda kidogo, ilibidi nikubali, japo kishingo upande. Nilijua fika hiyo vita ni ngumu na hiyo kazi ni nzito kweli kweli, na sijawahi kuwa na uzoefu na haya mambo. Sasa swali linakuja, namsaidiaje mtu huyo? Nitashindwa kumsaidia kwa sababu mimi sio mganga wala mchawi. Nikagundua kwamba kutaka kujaribu kumsaidia mtu huyu ni kuamsha vita kubwa sana. Lakini mtu huyu aliniambia jambo moja, ndugu yangu, uwezo wa kunisaidia unao, na mimi ninajua namna gani ambayo unaweza kufanya ili unisaidie mimi. Nitakwambia nini ambacho natakiwa kufanya. Kisha baada ya kunisaidia, na wewe kuna vitu nitakusaidia pia. Basi nilikubaliana naye, na hapo mtu huyo akanipa maelekezo mafupi ambayo ndiyo yalikuwa ya msingi katika hatua za kuweza kumsaidia. Akaniambia, unatakiwa upate bracelet moja nyeusi, yani kama bangili moja nyeusi ya kuvaa mkononi, ni kama bangili ya kamba. Hiyo bangili ya kamba, hicho ndicho kifungo changu. Na hiyo bangili ya kamba, bracelet, ipo mkononi kwa huyo mama, na muda wote unatakiwa uivue bracelet hiyo ambayo iko mkononi mwake muda wote. Ukishaivua uje univalishe mimi. Ukishafanikiwa kuivua tu mkononi mwake ama kuweza kuichukua katika mazingira yoyote yale, basi hapo utakuwa umeweza kunisaidia mimi. Utakachotakiwa kufanya, utakuja kwangu kisha utanuizia maneno fulani nitakayokuambia. Hapo utaweza kunishika na kisha utaweza kunivalisha bangili hiyo ya kamba, na hapo nitakuwa nimepona. Yalikuwa ni maelezo machache sana, na kwa akili ya kibinadamu yalionekana ni mepesi mno. Lakini ninaivua vipi bangili hiyo ya kamba ambayo iko mkononi mwa Mama Tariki muda wote? Itabidi nimvizie akiwa ameivua kwa dharura, ama amesinzia nikamvue. Lakini mimi sio mtu ambaye ninaishi katika hii nyumba. Je, nafasi hiyo nitaweza kuipata vipi na kwa muda gani? Huo ndio mtihani ambao nilikuwa nimepewa ili niweze kumsaidia bwana huyu. Je, nini kitaendelea? Nitafanikiwa kuipata bangili hiyo ya kamba mkononi mwa Mama Tariki ili niweze kumsaidia bwana Alfani? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya, tukutane katika sehemu ya pili. 0785 08 2315. Mimi ni Amani Leonard. Hapa ni Himaya ya Kusisimua. Usiache kusubscribe, usiache kucomment, na sisi tutashughulikia komenti zako na kuzifanyia kazi. Tuonane sehemu ya pili. Kwaherini, asante.